tumeanza kambi tumefanyia shule ya sekondari Senyera, lakini leo tupo kwenye uwanja wa halmashauri kwa ajili ya kufanya mechi ya majaribio na watumishi. Mpaka ninapoongea sasa, timu ya UMISETA inaongoza magoli 2-1. Timu iko vizuri, ina muunganiko vizuri, ni timu ya ushindani ambayo una uhakika kwamba hata tunapoenda wataenda kufanya vizuri. Na dhumuni la kuja kufanyia hii mechi ya majaribio kwenye uwanja ni kwamba niseme ni agizo la mkurugenzi kwamba uwanja ni wa kwao, wanatakiwa wautumie. Ni uwanja wao wa nyumbani ambao umetengenezwa kwa lengo madhubuti. Kwa hiyo sio vibaya wao wakitumia uwanja, na kama ambavyo unaona timu tofauti zinakuja kucheza hapa. Sasa wao kama wanafunzi na wengine ni wazao, uwanja lazima pia watumie. Ndio maana unaona leo mechi ya majaribio tunafanyia kwenye uwanja huu. Tunapoenda hatuendi kukutana na uwanja kama huu, lakini sasa hicho hakiwezi kutuzuia sisi kutumia uwanja wetu kwa ajili ya watoto wetu, kwa sababu tunaenda kucheza uwanja ambao hauko kama huu. Kwa wanafanyia majaribio kwenye uwanja ambao ni mzuri, lakini wanaenda kukutana na viwanja tofauti na hiki, lakini hicho sisi hakitupi shida. Sisi timu yetu ni nzuri, tumejiandaa vizuri, kwa wataenda kuonyesha tu ushindani. Kwa siku hizi tulizokaa kambi na hizi siku zilizobaki hizo siku mbili, na hakika kwamba hii timu itaenda kufanya vizuri na ni timu ya ushindani. Na ndio maana hapa tulipo, kutokana na jinsi ambavyo timu tumeiona na hata competition iliyokuwepo wakati tunafanya selection, kutokana na selection tuliyofanya na competition iliyokuwepo mpaka sasa hivi, kocha mwenyewe inampa changamoto ni nani aanze, nani afanye saba. Kwa hiyo ni kikosi cha ushindani na uhakika kwamba kikombe tutakipata. Kwamba sasa hivi halmashauri ya wilaya ya Chunya imekuja kupokea, ina timu nyingi za ushindani, hata netball ni timu ya ushindani, lakini vile vile handball pia ni timu ya ushindani. Kwa hiyo najua mwaka huu kama ambavyo wameanza shule za msingi kuonyesha ushindani mkubwa, basi na sekondari wataonyesha vivyo hivyo, kwa sababu maandalizi yanayofanyika ni watu wale tunaofanya maandalizi kutoka shule za msingi na sekondari tunaendelea pia. Na leo hii tupo hapa uwanja wa Chunya Stadium, uwanja mzuri kabisa ambao umewezeshwa na mkurugenzi wetu ndugu Tamimu Kambona, na kuonesha tu kwamba timu yetu iko vizuri mpaka kipindi hiki cha kwanza. Tuko half time, timu yetu ya UMISETA inaongoza kwa magoli 2-1 dhidi ya timu ya watumishi. Karibuni sana mtutembelee shule ya sekondari Senyera, na hata hivyo tunawahakikishia wako sehemu salama, kwa sababu tunahakikisha afya zao ziko salama kwa kuwa na miundombinu ile yote ya huduma ya kwanza. Na kwa taarifa tu ndugu zetu, mpaka saizi hakuna majeruhi, wachezaji wote wako vizuri na wako tayari kwa ajili ya mashindano haya kuelekea ngazi ya mkoa. Moja ya mipango yetu ambayo tunayo pale ni kuhakikisha tunaendelea kuifanya shule ya sekondari Senyera kuwa kitalu cha michezo, lakini sio kitalu kwa maana ya mashindano tu haya ya ngazi za shule kwa UMISETA na UMITASHUMTA, lakini kwa michezo mingine yote tuko tayari. Na kwa programu ambayo tunayo sasa ni kwamba tunajiandaa na uwanja wa kisasa ambao utakuwa unahusisha michezo 3 ndani ya kiwanja kimoja, na kiwanja hicho kitakuwa kina sakafu nzuri itakayoruhusu michezo hiyo. Michezo hiyo ni mchezo wa handball ambao utakuwa na uwanja huo wa kisasa, lakini ndani yake kutakuwa kuna uwanja wa netball pamoja na volleyball. Yote hii tunakusudia kuifanya shule ya sekondari Senyera kuwa miongoni mwa shule ambazo zina viwanja vizuri hapa Chunya. Lakini sio Chunya tu, tunatamani siku moja mkoani viongozi wetu waje waone kwamba kuna uwezekano wa mashindano haya ya UMISETA pamoja na UMITASHUMTA kuja kufanyikia Chunya. Na picha tunayotumia hii mkurugenzi wetu ametutengenezea
lengo ni kupata vipaji vingi iweze kufika mbali, na kama hivi unavyoona tumefika hapa, hata hii ni exposure ambayo tunapa vijana wetu na matamanio. Hii ina encourage kwamba kumbe wenyewe wanaweza kuja kucheza kwenye pitch kama hii, kwa sababu wengi hapa mtoka Malupa, kutoka Lupa, sijui Mtande wapi, vitu kama hivi ni vingi na watu kwenye TV, lakini kufika mpaka hapa leo wamegusa. Hii pia ni exposure. Kwa hiyo tunashukuru mkurugenzi wetu Kambona kutuletea kitu kama hiki ambacho kinaweza kuhamasisha vijana wengi ili waweze kusogea mbele, kwa sababu vitu wanaviona sasa hivi kama hivi unavyoona sasa, wanashika picha ya mnyasi bandia ambao sisi ilikuwa ni historia kuona kitu kama hicho. Kwa hiyo talent tunazo nyingi, na panapo majaliwa tutapata vipaji vingi, sio mmoja, anaweza kutokea hata wawili watatu katika kundi unaloona hivi, sababu tumekaa nao na wachezaji wazuri, tumetengeneza nao kama siku 3 ya wachezaji wazuri. Ni kosa tu exposure, lakini tunakoelekea utapata exposure, na exposure ya kwanza ndo kama hii kuja kwenye nyasi bandia hii ya camp yetu Kambona. Tulianza na mchezo wa handball tukishinda, pale na mchezo wa volleyball kutoka sare, na sasa hivi mpira unaendelea. Nafikiri matokeo bado tuwezi kujua kwamba, lakini ingawa vijana wanaongoza. Labda cha kusema tu kwamba vijana wako vizuri. Na niwapongeze walimu wao ambao wameandaa. Kweli timu ipo. Nafikiri wewe mwenyewe mwandishi unaona vijana wanapopambana na hao watu wazima ambao sisi ni malijendari, lakini pia ni wakomavu. Na tujaanza kucheza leo. Kwa hiyo mkiki ulioko huko uwanjani ni sio wa kitoto. Tusubiri kipindi cha pili tuone nani anakwenda kupata matokeo, lakini so far vijana wako vizuri na sisi wenyewe tuko vizuri. Tulianza kwa kushambulia, baadaye vijana wakawa wamejipanga zaidi, wamepata matokeo mpaka sasa hivi wanaongoza. Endelea kutufuatilia kupitia YouTube ambako tunapatikana kwa Chunya DC Online. Website ama tovuti tunapatikana kwa www.chunyadc.go.tz, lakini Instagram tunapatikana chunya_official.